Mwalimu. Nyota huyu wa kitaifa kwa maana hapa nyumbani Tanzania, ambaye mara kadhaa amekuwa akijumuishwa kwenye kikosi cha Taifa Stars, ambaye aliwahi kupita akiwa na Fountain Gate akafanya vizuri, lakini akatimkia Wydad Athletic Club ya kule nchini Morocco kabla ya kupelekwa kujiunga na Simba kwa mkopo, lakini taarifa zikaelezwa kwamba Simba walikuwa na mhitaji tena kwa mkopo, na tukashuhudia mwezi Agosti tarehe 8 kwenye tamasha la Simba Day ikipleiwa ile video ya kwamba Selemani Gomez Mwalimu atakuwa ndani ya kikosi cha Simba, lakini asubuhi ya leo Yanga wamemtambulisha kama mchezaji wao. Kwenye hili ama katika hili lote ambalo nimejaribu kulizungumza, Bravius, ni vipi ambavyo wewe umeving'amua Selemani Mwalimu 2025 2026 alikuwa Simba, lakini 2026 2027 ametambulishwa Simba na Yanga na wao leo wamemtambulisha. Hili sakata unalielezeaje kiundani wewe ambavyo unafahamu? Kwanza nafikiri kwamba wenye majibu rasmi na haya maswali yote ambayo anaulizwa, nafikiri maswali yamekuwa ni mengi, kila mtu bado anajiuliza mpaka sasa hivi, lakini inawezekana mwenye majibu ya kutosha hata kama sio 100% ni Selemani Mwalimu mwenyewe. Kilichofanyika pia kilimhusisha yeye, sakata lake na Simba wakati anapewa mkataba kwa mara ya kuendelea kusalia, Wydad wakituma barua wakimsafirisha kwenda Morocco kwa ajili ya kujiunga na kambi ya timu, lakini ile clip ya kutambulishwa Simba mpaka anakuja inakuja kufanya anakuja kutambulishwa Yanga kwa mara nyingine. Haya majibu inawezekana yeye anayo, na naamini kwamba kwa sababu Tanzania pia tumekuwa ni watu ambao tunahitaji kufahamu vitu kwa ukaribu, naamini ipo siku atakuja kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Lakini kwangu mimi nilichoking'amua cha haraka zaidi, inawezekana watu wengi wakawa wanashangaa kwa sababu si mara nyingi sana kwa Tanzania ili jambo ama swala kama hili likiwa linatokea mara kwa mara. Ni jambo ambalo limekuwa likitokea kwa mara chache, kwa maana ya kwamba limewashangaza wengi, yani limewastua, ndo maana ulikuwa unaona hata baada ya utambulisho. Lakini kitu ambacho mimi nimeking'amua ni kwamba pesa inazungumza, by the way, kwa sababu wakati Selemani Mwalimu anasainishwa mkataba afu Wydad wanakataa, ishu kubwa ilikuwa ni fedha. Wydad walikanusha ile taarifa kwa sababu ya Simba hawakulipa kiasi ambacho walikuwa wanataka, lakini walitoa pia barua inayoeleza kiasi ambacho wanakihitaji. Simba wamefanya kila liwezekanalo, mwisho wa siku kwenye tamasha lao katambulishwa, maana yake walishakubali kulipa kile kiasi cha fedha. Lakini licha ya yote hayo bado pesa imezungumza zaidi, akipinduliwa ama Simba ikipinduliwa, kwa maana ya kwamba kutoka kwenye makubaliano na Simba, kutoka kwenye kambi ya Wydad mpaka anatambulishwa Yanga, ni nguvu ya pesa bila shaka, kwa sababu hata Yanga wenyewe inawezekana wamefanya kitu cha ziada zaidi ya kile ambacho Simba wamekifanya. Wydad ndio ambao inawezekana pia wanaelewa hili swala. Kwa hiyo kwangu mimi naona kwenye mlengo wa namna hiyo haina shaka, kwa sababu mchezaji yeye cha msingi career yake iendelee, lakini pia anapopata kuzungumziwa kwa kiwango kama hiki pia ni faida kwake, kwa sababu Selemani Mwalimu sasa hivi ndio taarifa kubwa kwenye masikio ya wengi wa Tanzania wanaofuatilia soka, hata nje ya Tanzania pia Selemani Mwalimu anazungumziwa. Kwa hiyo hata yeye pia anapata faraja kwamba kwa nini mpaka mimi nizue gumzo kiasi hiki, kwa nini nizungumziwe kiasi hiki? Kwa hiyo hana budi pia kuendelea kupambana ili career yake endelee kukua na endelee kuzungumziwa katika mazuri, kwa sababu mpaka anazungumziwa hivi bila shaka ni katika kila ambacho hanakionyesha kwenye career yake. Nafikiri itakuja kupitisha pia kwa sehemu by the way ni mchezaji ambaye ana muda mfupi sana kwenye game, lakini kwa umri wake, kwa muda mchache ambao amecheza, tayari amewateka wengi sana kuendelea kumfuatilia ndani ya nchi na nje ya nchi. Uzuri pia wa Tanzania wananufaika kwa sababu anapoendelea kuwa bora, Tanzania inaendelea kujivunia kwa sababu umri wake,
kiwango chake kikiendelea kuketi kwenye standard, atakuja kuwa msaada mkubwa pia kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo kwa namna hiyo mimi nimeamua kwamba maisha ya mchezaji hayana sehemu maalum. Sahi kabisa, ni Bravis Joas huyo. Hapa ndo mwanzo tu wa hili sakata. Bravis Joas amesema hapa tutakuja kuzungumza kuhusu namba za Selemani Mwalimu kwa msimu uliopita akiwa na Simba. Lakini turejee sasa kwenye kitovu cha sakata lenyewe. Kwa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya habari vinaeleza kwamba kwa maana ya Simba ni kweli baada ya Wydad kuja hadharani na kutuma barua ya kwamba hawatambui kwa maana Selemani Mwalimu mchezaji wao kama ameongezewa mkataba, wakasema kwamba ndio tuingie makubaliano ila hizo fedha zilipwe. Lakini kwa taarifa zinazoeleza Brabius ya kwamba wenda Simba hawakulipa pesa licha ya kwamba kuingia tena makubaliano ya kwamba watamtumia Mwalimu kwa mkopo mwingine wa mwaka mmoja, lakini Simba taarifa zilizopo ya kwamba huenda wakulipa hizo fedha. Na Yanga baada ya kuona hilo gap ya kwamba ni kweli Simba hawajalipa hizo fedha, wenyewe ndio wakaamua kufungasha safari moja ya viongozi wao kuelekea kwa maana kwenye kikosi cha Wydad Athletic Club, na wakawasiliana na rais wa Wydad Ibrahim El Asri ya kwamba tuna uwezekano wa kumpata Selemani Mwalimu. Na wao baada ya kuzungumza nao wakasema kwamba inawezekana, maana timu ambayo inamhitaji Selemani Mwalimu ambayo ilimtumia kwa msimu uliopita ndio wana makubaliano ya kwamba tena wasaini mkataba mwingine wa mkopo, ila fedha zilikuwa bado hazijaingizwa, na Yanga wakatumia hilo gap ya kwamba wao wakawasiliana kwa maana na Ibrahim El Asri ambaye ni rais wa Wydad, na tunafahamu ukaribu wa rais wa Yanga pamoja na rais wa Wydad Athletic Club kwa maana bwana Ibrahim El Asri. Baada ya kuwasiliana wakagundua ya kwamba inawezekana Selemani Mwalimu anaweza akajiunga na Yanga. Kwenye hili sakata Bravis umekuwa shuhuda, na taarifa zinaelezwa kwamba huenda hata kwa jana Mwalimu amefanya mazoezi na Simba kule visiwani Zanzibar, ila usiku wa manane watu wamesainishana mkataba, leo asubuhi anatambulishwa na klabu ya Yanga. Kwenye hili sakata kuna namna viongozi wa Simba wanapaswa kulaumiwa na wanachama wao, kwa maana hawako smart kwenye kusimamia kila ambacho wanachama na mashabiki wa Simba wanakihitaji. Mchezaji ambaye wengi walikuwa na matumaini huenda kwa msimu huu 2026-2027 angetumika zaidi akiwa na Simba. Kuna la kulaumiwa kwa viongozi? Kuna scenario nyingi kwenye kauli ambayo umeizungumza, na by the way kile ambacho kinaendelea kwenye sakata zima. Nianze na ulichokizungumza kabla ya kujibu swali la viongozi wa Simba kulaumiwa na kutolaumiwa. Inawezekana kwenye issue ambayo yani kwa mlengo wa kile ambacho kinaonekana, inawezekana kweli Yanga wakawa walifanya hivyo kwa maana ya kwenda kumchukua, kwa sababu hapo unatakiwa utambue kitu kimoja kwamba Simba na Yanga ni wapinzani, na sio wapinzani tu uwanjani, kila kitu mpaka nje ya uwanja, sijui kwenye usajili, wenye mashabiki, kwenye vitu vyao wanavyovifanya, kila kitu mpaka uwekezaji, yani kila kitu, sijui jezi, kile wanachokiingiza mpaka uwanjani kwenyewe ni wapinzani. Kwa hiyo linapotokea gap kama hilo, ni rahisi sana pia Yanga wakaenda kule. Ndio mtu anaweza akajiuliza Selemani Mwalimu amesajiliwa, lakini nafasi yake ni ipi kwenye timu? Nafikiri tutakuja kuzungumza, lakini issue pia ya upinzani ama ushindani nayo ikawa inachagiza kwa kiasi chake. Sitaki kuzungumza kama ni asilimia kubwa au ndogo, lakini na imani pia haiwezi kukosekana kwenye hilo. Selemani Mwalimu alitambulishwa Simba kwa clip ya video ambayo iliplaywa pale, na alikuwa ni yeye, kwa sababu walio wengi sasa hivi wanaweza akazungumza labda AI sijui nini, lakini mwisho wa siku ile ilikuwepo mpaka kwenye ukurasa wake akiwa anazungumza, maana yake ni kama alipigiwa simu kwa ajili ya kuzungumza na kurekodi ile clip. Kwa hiyo issue ya Yanga kufanya mapinduzi, tunaweza tukasema hayo ni mapinduzi, kwa sababu kama viongozi wa Simba
walishakubali kwamba kitita ambacho mmetuwekea mezani sisi tutakilipa. Kwa hiyo tunaomba tumtambulishe mchezaji kama wa kwetu. Ndicho ambacho walikifanya Simba kwenye utambulisho wao. Maana yake walishaomba kule Wydad kwamba sisi tupo tayari, kwa sababu mchezaji ameshafika Morocco kwa ajili ya mazoezi, anaendelea na mazoezi ndio, lakini sisi tunaomba tumtambulishe, alafu hicho kiasi ambacho mnakitaka tupo tayari kukilipa, labda tutakilipa kwa wakati fulani. Makubaliano yapo sawa, lakini kama ulivyosema, ilo gepo ambalo linakuja kutokea pale ni kwamba ilikuwa ni rahisi sana, kwa sababu Wydad matumizi yao kwa Selemani Mwalimu sio makubwa, ndio maana wanakubali kumtoa kwa mkopo ili asipoteze kiwango chake. Kwa hiyo ni rahisi sana Yanga kwenda pale wakasema sisi tupo tayari kwa hichi kiasi ambacho mliwatoza Simba kukilipa, na pengine ikiwezekana wakaongeza ili wawavutie zaidi, ili kulainisha, alafu ili mambo yakae sawa, kwa sababu wale shida yao kubwa ni pesa. Mchezaji wao ana mkataba nao, wanahitaji waingize nao kupitia yeye, kwa sababu hata kuja kuwasaidia ninyi mfanikiwe mtoe ubingwa alafu wao wasivune. Ndio maana walikataa kwenye ule mkataba wa awali, kwa sababu kiasi waliona ni kidogo, ingali Selemani Mwalimu aliwasaidia kwenye vitu vikubwa, ikiwa ni pamoja na kuchukua mataji mawili ya kombe la shirikisho pamoja na muungano. Kwa hiyo kwa namna hiyo Yanga inawezekana walifanya hivyo, lakini pia kama ulivyogusia ukaribu wa Engineer Harris, mara nyingi ni mtu ambaye unaweza kusema Afrika nzima yeye ana uwezo wa kuifikia, kwa maana ya yale mashirikisho pamoja na vyama vya soka, kwa sababu kuna mataifa yanatumia shirikisho lakini kuna mataifa yanatumia vyama vya soka, kwa sababu yeye pia anahusika kwenye usimamizi wa vilabu vyote barani Afrika, lakini pia mjumbe wa FIFA. Kwa hiyo ni rahisi sana kuwafikia viongozi wengi kwenye mataifa mengi sana Afrika kwa ajili ya kuzungumza. Inawezekana hata sajili ambazo Yanga wanazifanya kuwaleta wachezaji ambao watu wanabaki wakijiuliza kwamba imewezekanaje ama imekuwaje. Miongoni mwa kitu kinachowasaidia zaidi Yanga ni pamoja na Engineer Harris, kwa sababu yeye ni rahisi sana kuwa face wale wachezaji, kuwa face mawakala wao, kuwa face viongozi wa klabu husika anakocheza mchezaji, na mwisho wa siku bosi anakuja kupewa taarifa kwamba wanataka kiasi fulani. Mimi nimezungumza 1 2 3, tunaweza kukilipa hichi kiasi. Inawezekana. Kama haiwezekani watamuacha kama ilivyokuwa kwa Ngiri Mugisha. Siamini kama walishindwa kulipa kile kiasi Yanga, lakini wakati mwingine unaangalia kwamba naweza nikatoa kiasi kwa mchezaji mmoja, kumbe kwenye huyu mmoja ningechukua hata wawili ambao mmoja anachukua robo 3 ya hicho kiasi, mwingine nikiongeza kwenye robo nyingine inayobaki inakuwa nusu, nachukua wachezaji 2 au 3. Kwa hiyo kwa namna hiyo naamini kwamba Yanga wamefanya kazi kubwa, lakini ni katika kuwafanya Simba waendelee kuteteleka, kwa sababu ni katika kuwapotezea concentration kuelekea mchezo wa ngao, lakini pia kuelekea msimu mpya, kwa sababu ushindani wao upo maeneo yote. Lakini tukija kwa viongozi wa Simba wenyewe kama ulivyouliza, inawezekana pia kuna jambo la kujifikiria. Tulikuwa tunazungumza hapa huu mtafaruko wa viongozi, mara upande huu na huu hawaelewani, upande wa mwekezaji na upande wa wanachama, mambo hayako sawa. Inaonekana kile ambacho nimekwambia awali wakati tunafungua hapa kipindi kwamba tabasamu la usoni lisikufanye wewe uamini kwamba ni kweli. Inawezekana ukaona wanazungumza viongozi sijui wamepatanishwa, lakini mwisho wa siku kila mtu anachokifikiria anakijua yeye. Kuna mtu anasema basi waacha watufanyie hivi kwa sababu nyinyi ndio mmeyataka. Imagine nyote mpo kwenye taasisi moja alafu kuna ukinzani. Kwa hiyo kwa viongozi wa Simba wana kila sababu ya kukaa. Anayehusika na hili swala la usajili ambaye labda ndo anatoa taarifa kwa yule anayetoa pesa kwamba tunamhitaji fulani kwa kiasi fulani, na wale wanaohusika kuna namna ambavyo wanatakiwa kuketi chini na kuzungumza kwamba kwa nini haya yanatokea na kwa nini yanatokea kwetu na sababu ni nini. Inawezekana sababu ni wao wenyewe, kwa sababu umeshapata gap kama hilo, mtu ameshakwambia bana leta kiasi fulani na wewe upo tayari kiasi unacho. Mtu kwani pesa sasa hivi zimerahisishwa, sio mpaka uende kule. Ni chap tu, yani popote ulipo unaweza ukatuma haya ukawaingizia
mkakubaliana mkamalizana. Kwa hiyo kama wamechelewesha kweli, inawezekana imekuja kuwagharimu, lakini kama pia Yanga wamewapiku, maana yake wameongeza zaidi, pia ni jambo ambalo wamelisababisha wenyewe, kwa sababu kama wangelipa mapema hata kabla Selemani Mwalimu kurudi Wydad kwa ajili ya mazoezi, ili swala lisingekuwepo. Na ndio maana unaona wana Simba wengi sana ni kama wamekata tamaa. Licha ya hilo andiko la Ahmed Ally, lakini bado ni ngumu sana kuwaaminisha. Sasa watawaaminisha vipi mashabiki na kuwarejesha kwenye usawa ama kuwarejesha kwenye uhalisia wao? Bila shaka inahitaji hiyo X factor ambayo umeidokeza. Inatakiwa sasa wavunjike, sijui kabati, sijui tutafika, lakini tutafika huko kwenye X factor kumgusia, lakini Simba namna ambavyo anamhitaji. Lakini tukiendelea kumaliza hili la Selemani Mwalimu, kuna wadau mbalimbali ambao wameungana nasi, wako nasi sambamba wakiendelea kufuatilia Sports 24. Anasema anaitwa Winifrida Abel, anasema yes Elia, lazima lawama ziende kwa viongozi, uzembe kazini. Wakati huo anaitwa Abdul Fanaz TZD, anamwambia wewe usiwaze dada yangu, kesho tutajua wapi panapovuja. Wakati huo Winifrida anamwambia kwamba wezi nielewa kaka, sina anamwambia sina mchezaji niliye na mkubali sana Mwalimu. Lakini story ama simulizi hii Bravius ambayo imetokea hii leo inaturejesha miaka 14 iliyopita, kwa maana mwaka 2012. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Mbuyu Twite, wakati anacheza moja ya klabu kubwa pale nchini Rwanda. Ilikuwa ni APR ama Apere Rwanda. Alikuwa mchezaji mzuri sana Mbuyu Twite, kama unamkumbuka vizuri. Na Mbuyu Twite inaelezwa kwamba Simba kwenye hilo dili waliwahi kupeleka fedha, kwa maana kwenye uongozi wa APR wanamhitaji Mbuyu Twite, wakapeleka dola za Kimarekani 32,000, ingawa makubaliano ilikuwa ni 30,000 makubaliano ya awali, lakini wakaongeza zikafikia dola za Kimarekani 32,000. Lakini wakati Simba wamesha kubaliana, Mbuyu Twite akazungumza na moja ya kiongozi wa Yanga, na wanasema kwamba alikuwa ni moja mtu ambaye alikuwa kwenye huo uongozi wa Yanga, baba yake alikuwa kigogo. Kwa hiyo baada ya kuzungumza naye akabadili mawazo, akaamua kujiunga na Yanga kwa dola za Kimarekani 50,000. Pengine lile ambalo liwahi kutokea miaka 14 iliyopita, Mbuyu Twite kugoma dili la Simba, pesa kukawa na mtafaruku mkubwa sana, pesa arudishe then ajiunge na Yanga, limejitokeza tena mwaka huu. Simulizi hii huenda kuna kitu kwa Simba, pengine kama ulivyosema uongozi pia kama wamechelewa kutoa hizo fedha, huenda ni kitu ambacho kikaendelea kuwatafuna na kuwaumiza zaidi mashabiki. Huenda pia simulizi hii Simba walipaswa kuitumia vizuri, kutokurudia tena makosa kama walioyafanya kwa Selemani Mwalimu. Inawezekana. Alafu sio mara ya kwanza pia, tunatakiwa tukumbuke, sio wamekuwa ni wachezaji wengi sana ambao wametajwa kuja kusajiliwa kwenye klabu fulani, alafu wakifika airport mambo yanabadilika. Kama unakumbuka vizuri, wakati anakuja Luis Jose, nafikiri waliokuwa na nafasi kubwa ya kumsajili walikuwa ni Yanga, lakini ilikuwa tofauti, akasajiliwa kwingine. Fabrice Ngoma wakati anakuja Simba alikuja kwa ajili ya kusaini Yanga, lakini ikapinduliwa pale. Lakini pia kama unakumbuka vizuri, hata dili la Medi Kagere kutoka Gor Mahia kuja Simba, Yanga ndo alikuwa na mazungumzo kwa kiasi kikubwa na wao. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba haya masuala yamekuwa yakifanyika, na yanafanyika kwa sababu gani? Utarudi pia kwenye ushindani ambao nilikuwa nakwambia, lakini ushindani wenyewe pia ndo kama hivyo. Kwenye ushindani hatushindani kwa sababu imesemwa tushindane ama imewekwa tushindane. Tunashindana kwa target, tunashindana kwa ajili ya kitu fulani. Wanashindana kwa ajili ya nini? Ya maendeleo. Kwa sababu unapompata mchezaji mzuri tena ukampiku mwenzako, maana yake una uhakika unapoenda kukutana naye huyo ambaye umemfanya umempindua kwake, anaweza akakuadhibu. Mwisho wa siku wewe unabaki kuwa chini. Kwa hiyo viongozi kwa hili hawawezi kulikwepa, kwa sababu kama ilishawahi kutokea na walikuwa wanajua kwamba inaweza kutokea, inawezekana hapa wali relax, wakaamini kwamba
hakuna ambacho kinaweza kikafanyika. Kwa hiyo sisi tushamtambulisha, hakuna namna. Kwa hiyo hii ni dhahiri kwamba kutambulisha sio solution ya kwamba mchezaji atakuwa kwako. Yaani hapa na imani Selemani Mwalimu ni kama ametoa funzo lingine ambalo inawezekana kuna watu wengine hawakuwahi kulipata, kwamba ndio unaweza kumtambulisha ni wa kwako, lakini mwisho wa siku tukamchukua. Na wakati unasema kwamba kuna uwezekano Simba wakawa walifanya naye sijui mazoezi, hilo inawezekana pia zikawa ni taarifa ambazo labda sio official, kwa sababu target yao walikuwa ni Hawaii, hashiriki pia kwenye dabi, lakini kwa hiyo kama alikuwa anashiriki dabi na dabi ni kesho, huenda hizo taarifa ziwe yani kwenye za kweli au sio za kweli. Kwenye kuishiriki inawezekana akashiriki. Nilichokuwa nasema inawezekana kisiwe official ni kufanya nao mazoezi siku ya jana, lakini inawezekana yeye akienda mbali zaidi hata kile chakula cha usiku kwa maana ya dina walipata naye. Inawezekana wakati anataka kusafiri kutoka Morocco kuja Tanzania, hii taarifa alikuwa nayo kwamba nikifika kule mambo yangu yanaweza yakabadilika. Kwa hiyo anakuja na ndio unasikia mchezaji sijui anatembea na mikataba, baadaye sasa akishakaa mezani na wasimamizi wake ndio anang'amua kwamba nichukue upi niache upi. Kwa hiyo kwa namna hiyo na imani kwamba anawezekana akawepo kesho, kwa sababu hata mwalimu yani sehemu yoyote, hata angebaki Simba au hata kaka Yanga hapo bado ni asilimia, unaweza kusema kuanzia 50, kwa sababu mazoezi alishafanya kuelekea msimu mpya. Kwa hiyo hautosema labda hana fitness ya kucheza. Kesho hata ukiamua uanze naye sio mbaya. Kwa hiyo naamini kwamba kuna funzo ambalo limetolewa hapo, ili siku nyingine usajili mwingine unapopata chance ya kwamba mchezaji tumeshakubaliana klabu kwa klabu, mchezaji kwa klabu, chap fanya faster uchelewa wanasema ndio tafsiri ya huu msemo. Sasa kwa tukisikia hii misemo, kumbe wakati mwingine inafanya kazi hata kwenye maisha yetu ya kawaida. Sawa bwana Bravis Joa akichagiza kuhusiana na Selemani Gomez Mwalimu. Lakini baada ya taarifa hiyo kwamba Yanga kumtambulisha Selemani Mwalimu kupitia ukurasa wake wa Instagram